Sasa hadithi nyingine ya kuvutia ni kwamba watu watatu, wachunguzi watatu wa Saudia, walimjia Ron na walikuwa wakimshambulia kwa maswali. Kwa nini unafikiri Musa angewaleta watu hapa? Hakuna kitu hapa. Tuonyeshe ushahidi wako. Na wakamweka kwenye helikopta Ron pekee na hawa wanaume watatu. Na wakasema, tuonyeshe mahali unapoamini kuwa uvukaji ulifanyika. Na Ron akawapeleta. Aliweza kuona ngambo ya Ghuba, aliweza kuona Nuebaya. Hivyo alichofanya ni kuwaelekeza chini kwenye sehemu ya kutua pale ufukweni mkabala na Nueba. Na walipofika huko, muujiza wa pili ulitokea, kwa sababu ulikuwa muujiza wa kweli. Pale walipotua, kulikuwa na nguzo bado imesimama ufukweni ambayo ilifanana na ile Ron aliyoipata upande wa Misri miaka michache mapema. Ila tu ile ya upande wa Misri, maandishi yake yote yalikuwa yamefutika pale ilipokuwa imelala kwenye mawimbi. Na watu hawa walipoiona nguzo hii na kuona kuwa ina maandishi ya kale juu yake, nafikiri hii ilimpa Ron uaminifu mkubwa, na kwa kweli iliokoa maisha yao. Hivyo ndivyo ninavyoamini. Na kisha waliporudi, kulikuwa na Roni hakuwa akiendelea vizuri hata kidogo. Ron alijua kwamba Roni alikuwa karibu kukata tamaa. Na Roni akasema, lazima nitoke hapa. Na Ron alijua ilibidi watoroke. Na akasema, sawa, tutafanya hivyo Alhamisi ijayo au vyovyote ilivyokuwa. Lakini akasema, hapana, hatuwezi kwa sababu Ali yuko zamu. Na tukitoroka wakati Ali yuko hapa, watamuua. Na hivyo, Roni akasema, sawa, tutasubiri. Lakini hiyo ilikuwa Alhamisi. Jumatano hiyo, siku moja kabla ya kujaribu kutoroka, ndipo alipomjia na kusema, halas, imekwisha, unakwenda nyumbani.